Tuko hapa Dodoma, tumebahatika kukutana na moja kati ya viongozi ambao wanasimamia mikoa ya kanda ya Ziwa, pia mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa Said Mtanda. Habari yako kiongozi? Salama, habari ya Dodoma? Safi kabisa. Ndio. Hivi tunasalimiana habari ya Dodoma au habari za Shinyanga na Mwanza? Tunasalimiana kidumu Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa, umekuja kuwakilisha hapa wana Mwanza katika mkutano huu hapa mkuu wa Chama cha Mapinduzi, na hapa leo imewasilishwa utekelezaji wa ilani 2020-2025 kwa mkoa wa Mwanza. Vipi, umeridhika kama mkuu wa mkoa ambaye wewe ndio unamwakilisha rais pale? Kwanza kilichonileta hapa Dodoma, mimi ni mjumbe halali wa mkutano mkuu wa CCM Taifa. Ndio. Lakini sio kila mkuu wa mkoa ni mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa. Kwa hiyo wakuu wa mikoa ukiona hapa ni waalikwa, lakini mimi ni mjumbe. Kwa nini mjumbe? Kwa sababu mimi niligombea kuwa mjumbe. Ndio. Viti vitatu vya kutoka wilaya ya Arusha. Ndio. Kabla ya kuwa mkuu wa mkoa nilikuwa mkuu wa wilaya ya Arusha. Kwa hiyo wana Arusha wakanipa heshima ya kuwa mjumbe wa mkutano mkuu taifa kuwakilisha wilaya ya Arusha. Lakini pia kwa miaka mitano. Lakini nimekuwa mjumbe wa mkutano huu kwa miaka mitano kama mbunge. Nimekuwa mjumbe wa mkutano huu kwa miaka mitano kuwakilisha wilaya ya Bagamoyo. Nimekuwa mjumbe wa mkutano huu kwa miaka mitano kuwakilisha wilaya ya Nkasi. Kwa hiyo ninawashukuru wajumbe na wana CCM wa maeneo hayo yote. Kwa hiyo kwa zaidi ya miaka kama 20 mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa. Lakini swali lako kuhusu ilani ya uchaguzi, tunayazungumza kila siku kule Mwanza kwamba tunamshukuru Rais Samia na serikali yake kwa kusimamia vema utekelezaji wa ilani ya uchaguzi na utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati mkoani Mwanza, na ndio maana hivi karibuni atakuja kuzindua daraja la Kigongo Busisi, mradi wa maji wa Butimba, airport ya Mwanza, ujenzi wa meli ya kisasa. Kwa hiyo kwa ujumla ilani ya uchaguzi nimeridhika kwamba chama chetu kimefanya kazi nzuri. Okay. Sasa tunakwenda kushuhudia katika hizi siku mbili uzinduzi wa ilani inayofuata 2025 2030. Labda kwa wananchi wa Mwanza ungetamani wawekewe nini pale? Kwanza niseme hivi, ilani moja yawezekana imetekelezwa kwa 80% kati ya 100. Hatuwezi kuwa tumetekeleza 100%. Kwa yale yote ambayo 20% iliyobaki yataingizwa kwenye ilani mpya. Na kwa mkoa wa Mwanza tulishatoa maoni yetu kwamba ndani ya chama na wadau nini tungependa kifanyike katika mkoa wa Mwanza. Katika sekta ya maji bado kazi lazima iendelee. Katika sekta ya nishati ya umeme tuna vijiji 544 vina umeme. Tuna vijiji 14 viko visiwani bado umeme haujafika, umeme jua. Kwa hiyo bado kazi inaendelea. Ni kazi endelevu. Kwa hiyo huduma ya afya lazima iendelee. Tumejenga vituo vya afya, tunahitaji madaktari. Tumejenga shule, tunahitaji kuongeza idadi ya walimu. Tunahitaji kuendelea kuimarisha miundombinu ya barabara. Kwa hiyo hayo ni lazima yaendelee. Mwaka jana kuna barabara hizi, mwaka huu kutakuwa na barabara mpya za kuingia kwenye ilani. Kwa hiyo ni jambo endelevu. Kwa hiyo matarajio yangu kero zile ambazo hazijamalizwa katika kipindi cha miaka iliyopita mitano ziingie kwenye bajeti na katika ilani mpya. Okay. Ndio. Najua hili tulilizungumza, lakini sio mbaya kama tukilizungumza tena hapa. Huu ni mwaka wa uchaguzi na hapa nyinyi mnazindua ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia ndio rasmi sasa kipenga kinapuliza baada ya mkutano huu mkuu. Wito wako kwa wana Mwanza ni nini? Tuendelee kushikamana, tuendelee kuwa watulivu, tuendelee kuwa wasikivu, kwa sababu hakuna maendeleo kama hakuna utulivu. Lakini pia serikali na sisi viongozi wa serikali katika mkoa wa Mwanza na viongozi wenzangu wote wa ngazi mbalimbali tusimamie haki, tusimamie maadili, tukatae rushwa ili wananchi wetu waendelee kuwa na imani na serikali yetu na tuendelee kuwafanyia mambo mazuri zaidi. Kazi yetu sisi ni kuwa watumishi wa wananchi, sio kuwa mabosi wa wananchi.